kama hiyo mimba ya kwako? Una kithibitisho gani? Mmeandikishiana wapi kama hiyo mimba ya kwako? Nimetembea naye. Yaani huyu mimi nikatembea naye hapa alizokoni. Akanunua nyanya tukarudi. Nikatembea naye tena kwa rafiki yake. Ukumbuke nilinunulia na mwindi. Alinunulia mpaka mwindi. Kumsindikiza hiyo sokoni, kumsindikiza kwa kununua mwindi ndo kazi unamsumbua. Hali kwa raha, hatembei kwa raha kwa ajili yako wewe. Yaani nikwambie dada, katika wanaume ambao wana uwezo mdogo kufikiri nyaa wawili hawa. Nilishaambia mimba sio ya kwenu. Mimi ukimwona kumbe ameinama ujui anatunga ishiria. Mimba ya kwangu. Usibikishwe nao. Tumeitije mtoto kabisa. Yaani wewe kolo la buku wewe, una lolote? Muone kwanza, nione kwa tumelia mageti. Yebo. Kwani hawa mataila mwatolea wapi? Hivi mimi nashangaa mwanangu. Wewe humwatoa wapi? Huyu Mode na huyu Chode. Kumbe niwaambia mpaka majina yetu. Mimi Kinyambe, wewe ni nani? Bwana hebu tokeni msituletee wazimu hapa saa hizi. Mmeshasikia? Hapa mimba kashaambia mimba sio nini? Mimba sio ya huyu. Kwenu wote. Nikija kuzile siliki matumizi. Kila siku nakula hela yako. Bwana toka, nendeni. Kwani anamletea nini kwanza? Unaleta kitu gani hapa? Mama, mbona unapata nao tabu? Jamani, hebu tutokeni hapa. Muangalie unaisikia anaenda kuvaa kliniki. Hebu hapa. Nendeni. Mimi naona. Muonyeshe nani? Sasa unatupeleka wewe chooni. Tatizo mnifahamu kwa wangu. Sisi hapa imekuja ushirikiano. Tumeelewa. Sikiliza, mimi na beef na wewe. Sikiliza. Hapa wakizaliwa mapacha. Tunagawana. Waone kwanza hao. Hapa. Wao. Hata hizo. Nasikia taibu. Mbona nyinyi mlikuwa mnakula chips zetu? Alikuwa analeta huyo. Mama, tatizo huyu mwanao naye kazidi. Huyu kazidi akisikia anajua anapendwa sana. Kumbe wengine wanaita usafiri. Unapata wapi wale wewe? Mimi nitaka nimekuuliza mwanangu, hivi kweli wale watu wa kutuletea? Wale watu wenyewe wewe, basi na wewe mwehu. Kwa sababu ungekuwa na akili timamu usingewapata watu vituko kama wale unatutia aibu mtaani kwa nini? Hii mimba ya kwangu au sio ya kwangu? Usinipigie makelele bwana. Mimba. My God. Umezamilia. Sikiliza. Hii mimba ya kwangu au sio ya kwangu? Sio ya kwako. Kivipi? Uelewi hapo. Mwenye mimba nadhani unamjua. Sikiliza. Wewe. Sijatembea na wewe, sijalala na wewe. Ilikuwa zamani sio sasa hivi. Sikiliza, hii mimba ya kwangu. Hii mimba ya kwangu. Hivi wewe? Sijafanya na wewe. Ilikuwa zamani sio sasa hivi. Mimba ya kwangu. Hivyo. Kubali, kataa. Mimba ya kwangu. Leta mfuko akufungie. Maduka yako mbali. Umeniacha nule. Haina shida. Cha kwanza kabisa. Umenikata kwenye kikao. Umenikana mbele ya watu. Umenielewa? Lakini haina shida. Kwani mimi nilie kwa sababu ya mapenzi mimi? Kwa nini mimi nilie kwa sababu ya mapenzi? Mapenzi ilikuwa kwa kina Diamond. Unalia kwa sababu ya mapenzi. Mimi siwezi kulia kwa sababu ya mapenzi. Hivyo. Nimelia kweli. Nimejisahau. Nisahau kimini. Mimi nilie. Mimi niangalie mimi nilie. Nilie kweli. Mimi nilie kwa sababu ya mpenzi. Mimi nilie kwa sababu ya mpenzi. Mimi nilie kwa sababu ya mpenzi. Anyway, mi jasiri,
mapenzi wanawake wananitafuta mimi nilie. Wanilie. Ile hapa mimba ya kwangu. Au umedownload kwenye WhatsApp. Lakini mimba ya kwangu. Sitaweza kulia kwa sababu ya mapenzi. Sitaweza kulia kwa sababu ya mapenzi. Wewe. Unaenda mchezo eti? Wewe. Unatishia Ujaogopa? wewe nimeogopa wapi? Nimeogopa kwa mbali, hadi kwa mbali sana. Sikiliza. Kama umeogopa, muogope na mke wangu. Hivyo hivyo. Wewe subiri. Au nijui wewe tatizo langu wewe? Au nielewagi? Subiri sasa. Utaumia. Mami, pole. Sasa wewe tatizo lako kusema wewe au nijui? Ile sikiliza, achana na mke wangu, ile mimba ya kwangu. Usimfuate. Wewe wa kwako mwanamke, mimi ya kwangu mimba. Hivyo. Mimi nilikuwa natembea naye. Nini? Nitakufanya kitu kibaya. Hivyo. Wewe. Kwa nikonyosha. Sasa ngoja ni. Hamna kuvuka. Hamna kuvuka hapa? Na wewe hamna kuvuka hapa. Mimi siogopi. Mami. Unanifanya kuongoza babu zako. Ngoja nikuongozee babu zako. Subiri. Alafu we una simu hapo, nimpigie mama kusema angisikia nimekufa tu ajue nimefia hapa. Ni nani? Umejaza king'amuzi cha kutosha. Niulizie na bei ya hospitalini, watu angegombana imepanda, kama mtu angeumia imepanda bei ya matibabu. Alo mama. Mstaarabu. Nipo hapa ndio nimekutana na yule kajamaa kale, nimekutana naye hapa kajamaa kale. Kwenye mtoto ili ya mtoto. Na kaminitegea hapa ili anataka kuniua eti. Siniue saizi, ili anataka kuniua saizi. Unasema mimi nilikuwa nafuata 200 yangu kupale mbele, ili anataka niue kabla sijafika eti. Uliza na hospitalini kusema bei za matibabu ya mtu aliyemuumiza mtu ni shilingi ngapi? Ili angeniumiza hapa tu nijuage. Haya. Sikili, kaka. Mpigie mama Sobogani. Tafuta namba mama Sobogani. Mama Sobogani. Na mimi nipe taarifa. Kwa sababu lolote linaweza kutokea. Au nijui wewe. Alo. Wewe si mwingine mama yako, tujie mimi niongee na mama. Alo mama. Sikiliza.
Kuna huyu jamani nimekutana naye, ananiambia anasema eti mimba ya kwake na huku mimba ya kwangu. Wewe. Haina shida. Ushauri wa mama. Kwa mimi nitakufanya mimba ile mimba ya kwangu sasa. Wewe. Nini? Utaona. Wewe cha kufanya naenda kukuvutia kwa mganga. Ningefika kwa mganga nasema mlete huyo. Picha yako sio nayo. Kweli? Haina shida. Lakini tumeelewana mama kwa hajaelewana na mama. Hajaelewana? Hajaelewana. Wewe basi aoga kwako mtoto, mkake, mimi mtoto eti. Tutapigia simu. Utanikoma ngoja nikufutafute. Wewe. Haina shida. Ana bahati tu mimi sikujua kusema niko naye hapa. Ningejua tu mimi vijana kusema alikuwa anapiga kelele hapa ningemuona tu hapa. Singeondoka mimi huyu. Haya. Shauri yako. Nakwambia mimi safari hii sio giri tukigombana ni wake na kuumiza na magege keumu. Eriki. Eriki. Nani? Eriki, ni dance hapa. Bibi. Bibi anakuaje? Fresh. Poa vipi? Haina noma. Poa mimi nimekufuata wewe unajua. Kuhusu nini? Kivipi? Wewe umesema mke wako anakukataa kuswala mimba. Cha kwanza nimeongea na halmashauri yangu ya kichwa imenishauri. Siendi popote. Sikia wewe. Imenishauri. Siendi popote. Sikia basi nikwambie. Nini? Eriki, wewe ushakuwa mtu mzima sasa hivi kwa na akili, sawa? Hivi, kwa maana wewe utabaki unabuluzwa tu na wanawake mpaka lini? Hivi sikiliza. Huyo mganga besti wako au ndugu yako? Sikia, mganga sio ndugu yangu wala sio rafiki yangu. Ila mimi nataka nikusaidie kijana mwenzangu kwa sababu ulikuja ukinilalamikia. Basi usije ukanilalamikia tena matatizo yako, sawa? Staki. Kinyambe kakuloga. Kwani sasa hivi na beef kubwa. Umeelewa na watu na beef kubwa kuhusu yule mimba, afu na mimba lazima nichukue iwe ya kwangu. Umeelewa? Utachukua mimba kwa staili gani? Wakati wewe mtu wenyewe hapo tu ulipo umelogwa. Kinyambe wewe kakuloga. Mimi nakwambiaje? Wewe si utaki kwenda? Mimi naondoka ila na mimi utanitafuta tu. Acha wewe waganga wenyewe kwa nini? Nafanya simu kwenye mistimu hao niende nikafanyeje? Haya. Wewe vipi? Wewe endelea hapa. Kwanza umepigwa marufuku.
Kuzote mimi nachopinga, mimi napenda mwanamke aniweke hapa. Yaani aniweke hapa. Mimi napenda mwanamke aniweke hapa. Shalibikiwa kijana wewe. Poa, haina noma. Haya poa bwana, usiku mwema. Nenda zako. Nilikuwa nasindikiza mgeni. Mimi bwana zipi? Wale machizi yani mimi zipo, lakini cha msingi na cha mfereji unavyo ukaona mimi kuja huku. Huzo mdogo wako mdogo wako mwenye nani yule. Sasa yule la msingi yule antafute bwana yake alionkampa kidude kile. Sasa la msingi na la mfereji yule antafute bwana yake alionkampa kidude kile. Akimpata ndio basi unaniambia bwana huyu amempata, mimi ninachukua yule ninambeba yule mbio mbio napeleka. Mimi bouncer ninamwacha pale. Umeona bwana? Ndio la msingi. Sasa mimi sina mambo mengi, kama unakwenda bwana nenda. Lakini kuna mgomo wa mabadi huko. Sasa Inshallah tutafika. haya bwana, haya basi bwana. Mimi nitazifikisha. Haya. Salimie nani huyo Njomba Zaidi Kadewere walichoteka huyo. Mwambie mimi ninakalawila michuzi chini huko. Shogangu nimekuja. Karibu. Vijana wetu hapo ndani. Wametoka wote. Wanaenda kutembea. Mambo rafiki. Wewe. Ya kusikia ndugu yangu. Nyimba kubwa ile kila mtu anaijua inaonekana. Wewe mchukua hatua gani? Mchukua hatua gani? Ila nikimuuliza mwanangu mzigo wa nani? Unafikiri ananielewa? Anavimba huyu. Hata sinielewi. Nyumba inazidi kukua. Hata kwa makofi. Hiyo ndo sijajali. Makofi naona tena kitu gani? Shoga yangu maisha magumu sasa hivi. Kizigo kama huyo na mambo mengi, kuna kusoma, kuna kulisha, kuna kila kitu. Shoga yangu. Sio changamoto, maisha magumu na kusoma. Dada kuna kuumwa, kuna kula. Unafanya nini ndugu yangu? Na hali ngumu kama hii. Hapa tu shamuka. Wakati nilikufa ule mtu ndio. Wao jana wajui kabisa. Siwajui kabisa, siwajui sana juu. Sasa unavyoniambia vijana alafu unanichanganya, ina maana wako wapi? Hata vijana wawili au mmoja. Sijaona toka nzani. Sawa. Ndio vijana wako ndani. Mpangaji wangu nimfanyia sana. Yeye ongea na mwanao ampe. Una kama kubaya vipi tena? Hivi huyu kijana unavyomuona huko ndani alivyokuwa mstaarabu, kijana anaishi na huyu. Mimi mama au dada zake. Ndio hii kweli hata yeye mwenyewe atanzaje. Wewe unataka ustaarabu. Au kujipua mwa. Maana ule mzigo wako dada huyo. Ule mzigo shoga yangu wako. Una kliniki mama. Unazakia mama na mihela kedekede mama. Una gari mama. Shoga yangu anataka ustaarabu. Haya. Una imani sana nimepata shahada. Nashukuru kwa msaada wako. Nashukuru sana mdogo wangu. Umenielewa? Wewe hao vijana nyoma hiyo hata unasisitiza vijana ninawajua. Hawana sehemu ya kulala, hawana kazi. Kama utawaona sasa hivi, hapo.
Pumbafu. Uje. Ningemua mimi ningemua. Uniwa mimi kwa ajili ya msichana. Wewe uniwezi. Uniweze mimi kwenye msichana, uniweze mimi. Rafu bafu sana. Tena ungetaka kuniua mimi vizuri. Usinifuate na ngumi. Niwekee sumu kwenye chakula. Pumbafu sana. Tena uweke kwa mbali, manake ukizidisha zinanidhuru. Ongea sasa unikuri na ndani. Baba. Sasa watakuwa wameenda wapi? Hapa si ukweli hapa. Sisi. Kwa sana. Kwanza mimi naongea na wewe nini? Hapa tumekuja kuomba ushauri. Watuambie ukweli, mimba yangu au yako? Basi. Mbona naelewa kusema ya kwangu? Hivyo hivi. Afu wewe. Ila mimi na wewe tukatani leo. Mimi na wewe ndio kuja kuongea na wewe. Na mimi siwezi kuongea na wewe. Kwani niongee na wewe ili wewe? Yaani unajua siku ya kuja kukutana mimi na wewe utakuwa ni ugomvi sana. Sina shobo. Ningeja kuonana na wewe kabisa, naonana hivi pa na wewe. Tena ikijukana mimba yako. Mtalia. Ndio hata kuongea na wewe, niongee mimi na wewe. Acha shobo. Wewe usiletee shobo. Wewe uko chungi nini? Achana na mimi. Nakwambia hivi. Na kama mmo ndani mtoke, sisi tunataka tujue. Leo tuhakikishe. Hivyo hivi. Unajua kusema wewe ni rafiki yangu sana. Mimi na bifu. Wewe? Hata. Mimi sije kuongea na wewe hata siku moja. Sema tu nini? Mimi ndio nisababisha. Hapo inasababisha tukutane. Mimi nilikuwa nasema kama wewe Mungu afanye tusikuje kukutana. Sema ukikutana mimba yako na kunyonga. Mimi nakungolea meno pale. Haina shida. Tutarudi hata siku nyingine tujue tupate suluhisho. Unaondoka? Hivyo hivi. Mimi naondoka. Nisubiri peke yangu kwani mimba ya kwako. Sasa kuongea na mtu, sasa kuongea na mtu. Tangulia una panic sana hapa. Bako. Wewe. Tena nitakunyuka. Wewe. Si blood. Nielewe. Unaona huyu? Mimi na beef naye. Kuna mwanamke nimempa mimba, yeye anasema ya kwake na kwa ya kwangu. Hivyo hivi. Tena nimempa muda mrefu yule. Ya ile mimba nimempa mwaka sijui 70 ile. Manake hivi mimi nimetembea naye kutoka hapa hadi sokoni ili mimba ana. Si ya kwangu mimi niliyotembea naye. Sasa utoke na demu hapa, utoke na msichana useme umempa mimba wakati mmetoka zenu nyumbani, alafu umeenda kumpeleka sokoni. Si unasindikiza tu mtu sokoni. Utakuwa aidha pengine sister yako je? Kaomba umsindikize sokoni na kwaje? Yule nina wakati nimetembea naye. Una hakika umetembea naye kimchango upi? Akasema kinyambe, nikasema abe, nikaitika kwa heshima. Mimi ndio mtoto wa kiume, nikaitika abe kwa heshima. Akasema nisindikize sokoni. Pale nikasema hapa kwa kusindikiza sokoni lazima ninatembea naye hadi sokoni. Nimeendelea hadi sokoni, akanunulia na mwindi njiani. Nimempa ujauzito, nasema huyu ndio kwake. Wale mlikutana naye wapi? Mimi nimekuja akaniita akasema nisindikize sokoni, nikaenda ndani sokoni, nimetembea naye, nimempa ujauzito ndio. Nakulanga mimi. Sasa hayo mambo ya kishamba, kwa sababu kama nyinyi mke wenu au demu wenu au sio bwana? Lazima ajulikane wa nani. Kama mlitembea bana hivi bahati mbaya hamwezi kujua. Kwani mwanamke mwenyewe yuko wapi? Yuko kwao. Yuko kwao. La mwisho tukana. Sasa tukitaka kujua twende tukamwangalia huyo mwanamke mwenyewe ni nani. Kwa sababu mnaweza mkao mnaongea tu huko, mmeshakaa mshafanya mambo yenu yani kijinga huko, mambo nini kidwaze hapo hamjui kitu. Mimi nina uhakika, manake hata tulivyomuuliza pale akasema wewe ulikutana naye wapi? Guest. Ulikutana naye guest. Na wewe? Mimi nimetembea naye sokoni.
Umetembea naye hadi sokoni? Kutembea naye kawaida au kutembea naye vipi? Tumetembea pale mguu kwa mguu hadi sokoni. Mguu kwa mguu hadi sokoni. Sasa wewe hiyo mimba imekuwa wapi? Ni ya kwangu kabisa. Sasa kwako vipi wakati wewe umesema umetembea naye mpaka sokoni? Huyu mwenzako anasema alikutana naye guest. Je, wewe ulipokutana naye guest? Ulipokutana naye guest ilikuwa kuna nini? Ulifanya naye Jamani kujifunika shuka. ili iweje kwa mfano? Akijifunika tu shuka afu tukaondoka. Okay. Na wewe mzee wangu, mzee baba, mimi akanikuta kaonana hivi. Akasema Kinyambe nisindikize sokoni. Pale. Nikasema hapa lazima nitembee naye hadi sokoni. Fika naye sokoni tu. Nikasikia kusema kwenye wiki mmoja hiyo tena. Ana mimba akasema hiyo ndio ya kwangu hiyo. Sasa hapo kitu kimoja. Wewe umetembea naye, umetembea naye umeenda naye sokoni. Vibaya sana. Ile problem, yani sio tatizo. Na wewe pia unadai umekutana naye game chongo gani? Yes. Umekutana naye guest. Je, alikuwa mfua mashuka? Au alikuwa ni aje kulala United? Mimi nilimwambia tu kulala hivi. Ndio mkalala hivyo. Sasa wewe mtoto, yani hiyo mimba imepatikana vipi? Si unajua nikwambie kitu. Si unajua komboleo. Tulilala tukajifunika hivi. Afu tukalala. Lakini hamkufanya kitu chochote cha ajabu. Yani tumefanya tu. Kwa hiyo ulilala tu. Ana mimba yangu. Kwa hiyo mimba yako na wewe unaelewa kusema damu haipotei. Nenda unaelewa kusema damu haipotei. Ni haipotei. Haipotei, damu haipotei. Yaani angezaliwa kabisa yule mtoto utaona. Sikiliza, afu nikwambie, blaza. Tumeafikiana. Wakitoka mapacha tunagawana. Afu majina tunahitaji nani? Sunche na Kapete. Sasa fanyeni kitu kimoja. Cha msingi ni kwamba sisi tunataka tumjue huyo mwanamke amna umezungumzia ni kwanza ni mwanamke wa aina gani. Kwanza tumjue. Alafu tutakaa pale tutamuuliza mwenyewe yeye ndio atasema inaijeniaje. Maana mmekuja hapa kunishtakia. Yaani lazima atasema wa kwangu mtoto. Nyinyi mmekuja siwezi kusema wa kwako au wa kwako wewe. Tamsomesha boarding. Tamsomesha boarding. Tamsomesha boarding. Akizaliwa. Boarding. Sasa lazima tukae naye kwanza ili tujue. Lazima kwanza tukae naye kwanza wewe mwanamke tumjue. Ni vipi? Yuko wapi kwani wewe mwanamke mmoja? Yuko kwake hapo ng'ambo. Yuko ng'ambo? Sasa katika nyinyi wote wawili, wote mnasema huyu wewe unasema umelala naye, wewe umetembea naye. Sana mtembea naye. Na wewe nao umetembea naye wapi? Anakaa wapi? Siko hapo chini. Hapo chini. Basi twendeni. Karibu na kwa mzee mmoja anamuita Ulasa. Ucheke wa mimi? Pale ndo nahakikisha sasa kusema huyu mtoto ni wa Kinyambe. Na mtoto akiwa na mafanikio akusaidie mtoto wangu mimi. Hapa ndo temenyewe. Ndo yupo. Mbona kile mjini? Wewe njoo kuna some problems. Mwidi shemeji yako. Hebu tutewe shemeji tumuone bana. Mandondo chako washafika. Anakuja bibi wangu. Toka mandondo chako ameshakuja. Kwani hapa ndo ile sehemu mlikuwa mnasema hapa? Ndio hapa. Wewe. Please, hapa si nyumbani kwa mama na mama. Jamani. Ndio huyo mlikuwa mnamzungumzia? Ndio huyo bibi wangu. Sasa huyo mbona mimi ni mke wangu mimi? Na hii mimba ni yangu mimi. Hebu subiri kwanza. Sasa imekuaje tena? Bwana, subiri kwa ujili. Jamani, nasiku kama mbili tatu hapa lakini nikakutembea kiaina. Bana. Usijali bana. Nimekutana na hao vijana walikuwa wanazungumza kwamba eti wewe ni mtu wao. Mtu wao yani mmefanya naye mambo fulani ya jamii. Achana nao. Hata nyinyi mmoja kumbe ni huyu. Ndio huyu. Sasa huyu mfanyisha hapa kama ni mke wangu mimi. Ukutema. Mmenalisia vizuri, kuna marafiki zangu sio wema.
Lakini sio mbaya. Lakini mmenisaidia. Sababu kumbe ulikuwa unamuonga, wewe ulikuwa unamuonga wewe mahela. Na wewe ulikuwa unatoa misaada mingi sana kupeleka zake huko akafanya kazi zake. Na hela nilikuwa napata mimi na yeye mwenyewe mlikuwa mnamsaidia. Kwa hiyo hapo narudia kabisa hapa mambo yapo. Kwa maana ulikuwa unatukataa. Kumbe ulikuwa na uhakika na mtu wako wewe. Ila damu hii. Kwani makini bwana. Damu hajaenda mbali brother. Haina shida. Kwa kile kumbuka damu haipotei. Mandondosha leo mmejulikana. Haya, nendeni tena. Mshajua mtoto sawa kwenu. Nendeni mandondocha hao. Mbafu. Nendeni huko Sunche na Kapeto. Sikiliza. Akili damu? Ajeli bali. Damu haipotei. Haipotei. Ndio najiandaa alafu. Hamna tatizo brother. Damu haipotei. Nendeni tena, nendeni. Mshajua kama mtoto sio wa kwenu. Nendeni hao. Mbafu. Mandondosha. Hamna lolote mnazuga tu hapo. Aibu hiyo. Tuligombana. Tuligombana ndugu yangu. Tuligombana. Oh my God. Nendeni. We, mpako mzima hapa kidogo. Ni kidogo Cecilo aka Mpunga Kitenesi kidogo. Niko na Nyandisani kidogo. Sambamba na DJ Record kidogo. Kacheza kamali kidogo. Kacheza kamali mwishowe kauza nyumba kidogo. Kazamia gari kidogo. Akizani meli kidogo. Kuja kushtuka weteja kasushwa feli kidogo. Kanywa mipombe kidogo. Kanywa mipombe. Totoro la kwanza la pili kapigwa ngeta kidogo. Mchele robo kidogo. Sukari robo kidogo. Kuja kushtuka we magi ataki sobo kidogo. Ataki sobo kidogo. Ataki sobo. Champunga wa hali. Champunga wa hali. Donge la kwanza la pili kitumbo chali kidogo. Champunga wa hali kidogo. Champunga wa hali kidogo. Afande amelewa kidogo. Afande kalewa. Afande amelewa kidogo. Afande kalewa. Afande amelewa. Batakala bata bata, 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 batakala bata bata. Wekeza kidogo kidogo, wekata kidogo kidogo, zungusha kidogo kidogo, weruka kidogo kidogo.